Hatimaye tumefikia hatua ambapo shirika la Uwezo Tanzania na MCT Baraza la Habari Tanzania tunaenda kusaini makubaliano ama memorandum of understanding kwa malengo kadhaa, lakini hasa kitu kikubwa ni kuhakikisha kwamba tunaandika habari mbalimbali za elimu, lakini tunaweza pia tukafufua madawati ya elimu katika kila chombo cha habari, na lengo kuu likiwa ni kuhakikisha kwamba tunaandika taarifa za elimu ambazo zinaongozwa na tafiti mbalimbali ambazo shirika la Uwezo Tanzania pamoja na wadau wenza au mashirika wenza ambao tunatekeleza mradi wa stadi za maisha na maadili, mradi wa Action on Life Skills and Values. Tunaweza kutumia madawati hayo kufikisha taarifa mbalimbali kwa jamii, na kama tunavyotambua kwamba ili kuweza kufikia taifa zima la Tanzania, maana yake kazi hii haiwezi kufanywa peke yake na wadau ambao wanatekeleza mradi huu. Badala yake lazima tufanye kazi hii kwa kushirikiana na vyombo vya habari. Na kikubwa kingine katika makubaliano haya ni kuona kwamba tunakuwa tunatoa tuzo kwa waandishi bora ambao wanaandika habari za elimu. Kwa kila mwaka ndani ya miaka mitatu ijayo, tutahakikisha kwamba tunashirikiana na MCT kutoa tuzo mbalimbali, tuzo ya waandishi ambao wanaandika habari za vizuri, habari za elimu. Leo tunasaini makubaliano ya ushirikiano wa miaka mitatu ya kuimarisha uandishi wa habari za elimu, kuhamasisha ushiriki wa jamii katika masuala ya elimu na kuendeleza matumizi ya ushahidi na utafiti katika kuripoti stadi za maisha na maendeleo ya watoto kujifunza. Makubaliano haya yanahusisha wadau wawili muhimu katika sekta ya elimu na sekta ya habari. Ni Uwezo Tanzania ni shirika lisilokuwa la kiserikali linalojikita katika tathmini za kijamii za kujifunza na kuhamasisha sera za elimu, huku MCT ikiwa ni taasisi huru inayosimamia maadili na taaluma ya uandishi wa habari hapa nchini. Aidha, makubaliano haya yanawahusu pia mashirika wadau wa Uwezo Tanzania wanaotekeleza pamoja mradi wa stadi za maisha na maadili, na yakiwemo Organization for Community Development OCODE, Milele Zanzibar Foundation MZDF ambayo iko Zanzibar, na University of Dar es Salaam. Hii ni kwa upande mwingine, lakini kwa upande wa Media Council of Tanzania wadau wake ni vyombo vya habari na wanachama wa Baraza la Habari Tanzania, na hususani wanachama ambao ni vyombo vya habari. Kwa hiyo ushirika huu utatuleta sisi sote kwa pamoja kuhakikisha kwamba ajenda ya masuala ya elimu na uandishi wake tunaweka mstari wa mbele. Kupitia ushirikiano huu, waandishi wa habari watanufaika na mafunzo ya kitaaluma, programu za kukuza uwezo wa uhariri na upatikanaji wa takwimu sahihi za elimu. Hatua hizi zinalenga kuwajengea uwezo wa kuandika habari zenye kina, kimaudhui, zenye usahihi na zenye mvuto kwa jamii, ili kuchochea mijadala ya kitaifa na kuhamasisha mabadiliko kwa kuzingatia mahitaji halisi katika jamii. Kupitia makubaliano haya au MOU, Uwezo Tanzania itakuwa ina dhamira ya ushirikiano huu ni kuhakikisha kila mtoto anapata fursa ya kujifunza kwa ufanisi na kujengea uwezo wa kukabiliana na changamoto za maisha kupitia stadi mbalimbali za maisha. Kupitia MCT, vyombo vya habari vinatarajiwa kuwa kiungo muhimu katika kufikisha ujumbe huu kwa jamii kwa njia ya kitaalamu na yenye ushawishi. Kwa hiyo tutawapa mafunzo waandishi wa habari au vyombo vya habari ili viweze kuspecialize katika uandishi wa habari za elimu zenye kuishirikisha jamii pia, kwa kutumia maudhui ambayo yatakuwa yamefanywa utafiti na wenzetu kutoka Uwezo Tanzania. Makubaliano haya yanajumuisha utekelezaji wa shughuli mbalimbali zikiwemo kuanzishwa kwa madawati ya elimu
katika vyombo vya habari, utoaji wa ruzuku kwa uandishi wa habari za elimu, ziara za vyombo vya habari mashuleni, pamoja na kuendeleza tuzo za uandishi wa habari za elimu kupitia tuzo za umahiri katika uandishi wa habari Tanzania EJAT zinazoratibiwa na MCT. Baraza la Habari Tanzania kwa taarifa lina kitengo kinaitwa Media Intelligence Consulting Services MICS, na team leader wake nimemwona yuko hapa Mwanzo Milinga. Katika mgawanyo wa majukumu yetu pale Baraza la Habari Tanzania, tutakuwa tumecommission kwa MICS kufanya uratibu wote wa ushirikiano huu na utekelezaji wa makubaliano haya kwa kushirikiana na vyombo vya habari na waandishi wa habari huru katika kutekeleza shughuli zilizokubalika. Aidha, baraza litatoa majukwaa ya kusambaza tafiti na ripoti za Uwezo Tanzania na washirika wake kwa umma na wadau wa habari kwa lengo la kuimarisha uelewa wa masuala ya elimu nchini. Bila shaka mnafahamu MCT ina wanachama, na MCT imeelezea kuwa ushirikiano huu unalenga kuwawezesha waandishi wa habari kuandika habari kwa weledi zaidi, kwa sababu ndio majukumu yake ya kuangalia weledi pamoja na maadili, na watatumia sana ushahidi ambao utafanywa na wenzetu wa Uwezo Tanzania, na pia watazingatia usawa wa kijinsia. Na leo tuko hapa kutimiza mambo hayo, na kwa msingi huo utekelezaji wake unaanza mara moja. Kwa hiyo MICS kwa upande wetu itaweka mikakati ya utekelezaji ushirikiano huu, na tuna imani pia kwamba upande wa wenzetu Uwezo Tanzania nao watakuwa wameweka mikakati ambayo sisi sote tatuunganisha kuanza utekelezaji mara moja, ambao unatarajiwa kudumu kwa kipindi cha miaka mitatu, na ambapo mapitio ya kila mwaka yatafanyika ili kutathmini maendeleo, changamoto na fursa za kuendeleza ushirikiano huu kwa ufanisi zaidi. Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi yenye ubora. Hapa utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina, lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100, vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe, kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa, sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.